nafasi baada ya kumaliza kuwa pale nje na kupiga picha sote. Kuna waliotaka kupiga picha nami jana, lakini ilikuwa mbio. Leo tutatengeneza nafasi kupiga picha zote ambazo unataka. Na so akiingia mtaona tu tukibadilisha. Leo nataka nifundishe juu ya, unagundua kwamba jana nilitaka niongee juu ya kutembea katika utume, lakini sikufanya. Tulipoanza kuongea tukafika mahali tukaanza kusema kwamba kuna mambo ambayo yanamchelewesha kuja kwa Kristo, na tukachukua muda wetu kuyataja. Sijui tulifika wapi. Tulitaja zote. Tulizungumzia 3. Tuzungumzie hizo zingine alafu ndio niende kwa topic ya leo. Injili ya ufalme wa Mungu. Kwanza tulizungumzia nini? Tulishia kurejesha vitu vyote. Tukazungumzia ukomavu wa kanisa. Ukomavu wa kanisa ndio tulizungumzia la kwanza. La pili tukazungumzia urejesho wa vitu vyote, na hatukumaliza hiyo. Wacha turudi hapo. Urejesho wa vitu vyote, na tukasema vitu vyote vitakavyorejeshwa havihusishi shetani. Shetani hata rejesho. Shetani akirejeshwa anakuwa nini? Anakuwa malaika mzuri. Hata rejesho, atabaki kuwa shetani, atabaki kuwa mapepo wachafu hadi mwisho, wakisubiri hukumu yao. Kuanguka kwa shetani kulikuwa kwa milele. Hakuna toba kwa shetani. Hakuna. Hawezi kurudi, hawezi kusamehewa, anabaki hivi. Lakini binadamu akianguka ana haki kupitia damu ya Yesu Kristo ya kuomba msamaha, kusamehewa na kurejeshwa. Sasa tukasema kwamba urejesho vitu vyote utaanza na urejesho wa neno la kweli. Wakati ukweli utaanza kufundishwa na kuhubiriwa, urejesho utaanza kwa kasi sana wa vitu vyote. Tangu niingia hapa mmegundua ya kwamba shida kubwa tulio nayo sio shetani na sio dhambi, ni mafundisho. Ya kwamba mtu akifundishwa vibaya ataishi katika dhambi, katika kifungo, na shetani atatawala maisha yake. Ya kwamba binadamu alipotenda dhambi na Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Badala ya kusema mahali alikuwa, alianza kueleza mahali kwa nini amejificha. Akasema, nilisikia sauti yako ukitembea bustanini na nikaenda kujificha, maana nilikuwa uchi. Hakusema ako wapi. Jibu ilikuwa rahisi, niko katika dhambi. Unaweza kuwa katika haki ya Mungu au katika dhambi. Alikuwa ametoka kwa haki ya Mungu au kwenye dhambi. Paulo anasema kwamba naomba nipatikane katika haki yake. Nipatikane katika haki yake, isiyokuja kwa sheria, bali inayopatikana kwa imani kutoka kwa Yesu Kristo, haki ya Kristo Yesu mwenyewe. Wafilipi 3 mstari wa 9. Kwa hivyo Adamu ilitaka tu ajibu, aseme niko katika dhambi, nimetenda dhambi, nimekosa Mungu, nimevunja neno ulilonipa, niko katika dhambi, niko katika aibu, niko katika kosa. Badala kuleta mambo mengi ya kueleza, niko kukubali kosa na unasamehewa. Na hiyo utu wa Adamu wa kuleta maneno mengi inatusumbua katika maisha yetu. Nimewaambia watoto wangu kwenye nyumba,
ukikosa, kitu cha kwanza ni kuomba msamaha, sio kueleza kosa. Usiniambie kwa nini ulikosa. Ukivunja sahani na niuliza kwa nini umevunja sahani, usianze kuniambia kwa sababu nilipokuwa natembea nikajigonga au nilikuwa na njaa sikuwa na ruhusa. Hayo yote ni kujitetea. Jibu la kwanza, samahani. Jibu la kwanza nini? Kwa sababu sikuwa nafikiri itakuwa hivi, lakini imetokea hivi. Adamu hakujibu hilo swali. Mungu akamuuliza swali la pili, nani alikwambia? Nani alikwambia ya kwamba uko uchi? Nani alikwambia? Maana mimi Mungu sijakwambia uko uchi. Sijakutangaza uchi. Nani alikwambia? Ndugu zangu, tujiandae na mafundisho tunayopokea. Utaenda mbali au utaenda mbali kutokana na mafundisho unayopokea. Utakomaa au utabaki mtoto miaka yote kulingana na mafundisho unayopokea. Utatumika kwa nguvu au hautatumika kwa nguvu, inategemea mafundisho unayopokea. Utatembea kwa ushindi au utatembea kwa kushindwa, inategemea mafundisho unayopokea. Urejesho wa neno la kweli. Pili tukasema neno la kweli likaanza kufundishwa, litaonyesha kwamba kuna umuhimu wa mitume kurudi. Urejesho wa mitume. Na nikasema kwamba kwa nini ni kama mitume wanapendelewa sana? Ni kwa sababu ni huduma ya kwanza. Ni kwa sababu ni huduma ya kimsingi. Na jana nilichukua muda nikaeleza utume. Sasa nilieleza utume unahusisha nini? Nilisema mambo mengi hapa zaidi ya sana. Ukiangalia mambo yote ambayo yako ndani ya utume, utaona ni muhimu mitume warejeshwe. Mitume wakirejeshwa, ufunuo wa Kristo umekuja. Mitume wakirejeshwa, msingi wa kweli kanisani utawekwa. Mitume wakirejeshwa, huduma zingine zile nne zinazofanya kazi na mitume watarejeshwa, na kila mmoja atakuwa kwa nafasi yake. Hakuna kushindana, kila mmoja anatumika sawasawa na kipawa cha neema alichopewa. Petro anasema kitu katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 10 na 11. Waraka wa kwanza wa Petro 4:11. Ndiyo. Na pia utasoma wa Efeso 3:7. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu, Fanya hivi. Anzia 9 tupate kitu. Kenda. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika, kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Sasa ndio umeanza. Kila mmoja, ile nyingine ilikuwa nafasi nyingine. Ndiyo. Kwa baba yako hiyo nafasi gani? Huku kwangu. Hiyo umesoma ya kwanza ilikuwa mstari wa ngapi? Ile ya kwanza ilikuwa ni 11. Ndugu yangu. Somo vile nimeandika. 4:9 nikaanza ndio. Enda kwa 10. 10 ndio inasema kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Ndio. Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kila mmoja kwa kadiri ya kipawa ulichopata. Kitumie kuhudumia mwenzako. Tutumie karama zetu kuhudumiana kwa kadiri ya neema tuliyopewa. Hatuwezi kushindana. Ndugu zangu, hatuwezi kushindana. Hilo ndilo jambo moja nataka tuweke kwa akili zetu. Makanisa yetu yamejaa mashindano. Ili mmoja aonekane ndiye mzuri kuliko mwingine, hatuwezi kushindana. Mtu ambaye unaweza shindana naye na ukamshinda vizuri ni wewe. Kila mara muhula wa masomo ukiisha kule Kenya, namuuliza mtoto wangu, simulizi mara hii umekuwa namba ngapi? Hiyo haijalishi. Unajua kwa nini haijalishi? Ikiwa katika shule hii wewe ni namba 1 na wewe kwa shule nyingine wewe ni namba 1,
Na wewe kwa shule nyingine wewe ni namba moja. Ni wachukue watatu ambao wote wamekuwa namba moja kwa shule zao. Ni wape mtihani moja. Nitakuwa na namba moja na namba ya mwisho. Amen. Lakini kwa shule yenu wewe ulikuwa namba moja. Lakini nikiwaweka pamoja, kila mmoja aliyekuwa namba moja kwa shule yake, nikiwaweka pamoja, niwape mtihani moja, tena nitapata namba moja na namba ya mwisho. Inamaanisha kuwa namba moja haimaanishi wewe ni namba moja. Inategemea ulikuwa unashindana na nani. Ukiweka kobe ashindane na farasi, farasi atakuwa namba moja. Lakini ukiweka farasi ashindane na tai au chui atakuwa namba moja. Ukiweka chui ashindane na tai atakuwa namba moja. Inategemea unashindana na nani. Kwa hivyo kuwa namba moja sio kitu. Kitu nini? Kipindi kilichopita ulipata marks ngapi? Na kipindi hiki umepata ngapi? Kila mmoja ana kipawa na kitumia kwa kadiri ya neema aliyopewa na Kristo. Enda kwa mstari wa 11. 11 inasema, mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Ukiwa unasema, hapa kusema inaweza kuwa kuhubiri, kutabiri. Aseme kama mausia ya Mungu. Endelea. Na mtu akihudumu na hudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Amina. Amina. Hatushindani, tuko tofauti. Kuna vitu unavyoweza kufanya mimi siwezi kufanya. Huduma ya mitume hawaweki watu kwenye mashindano. Kila mmoja anawekwa kwa nafasi yake, atumike pale. Tatu, tukasema urejesho wa huduma zile tano. Leo hii nilipanga kuzungumzia kusudi la huduma hizi tano. Kwa hivyo tuanzie hivi. Si tulifika? Ndio tulisoma. Urejesho wa vitu vyote, si ndio? Basi ndio. Sasa tufute tuanzie hapa. Urejesho wa huduma tano. Tunaendelea na urejesho wa vitu vyote. Katika urejesho wa vitu vyote kuna urejesho wa neno la kweli, kuna urejesho wa mitume, kuna urejesho wa huduma tano. Na nataka kuzungumzia huduma hizo tano. Sio sana sana kuzieleza, lakini sana sana kueleza kazi yao. Maana nikianza kueleza kila mmoja tutachukua muda mrefu, lakini tutataja kidogo kidogo. Okay? Ili kila mtu apate kuelewa mtume ni nani, nabii ni nani, mwinjilisti ni nani, mwalimu ni nani na mchungaji nani. Nitaeleza kwa ufupi. Maelezo mengi zaidi yenye vilindi tutapata darasani kupitia mwalimu na wenzake ambao wanasaidiana naye. So, huduma tano unapatikana kwa Waefeso 4:11. Hapa tunakuta naye alitoa wengine kuwa mitume. Mitume ni nani? Mitume ni wajumbe wa Kristo. Waliotumwa kwa niaba ya Kristo. Na walitumwa na jina la Kristo. Ufunuo wa Kristo. Mapenzi ya Kristo. Neno la Kristo.
hekima ya Kristo, mamlaka ya Kristo, na hekima ya nyumba ya Mungu. Sijamaliza, ubao umejaa. Mitume ni wajumbe wa Kristo waliotumwa kwa niaba ya Kristo, na walitumwa na jina la Kristo, ufunuo wa Kristo, neno la Kristo, mamlaka ya Kristo, hekima ya Kristo, neno la Kristo, mapenzi ya Kristo, mamlaka ya Kristo. Wametumwa na ufunuo na hekima kuhusu nyumba ya Kristo. Mitume ni wajumbe wa Kristo, ni malaika wa Kristo, ni wawakilishi wa Kristo waliotumwa na Kristo kwa niaba ya Kristo, na wanatumwa na jina la Kristo. Mitume hawaji kwa majina yao, wanakuja kwa jina la Kristo. Mitume wanakuja na ufunuo wa Kristo, hawana yao ya kuletea watu, wana ya Kristo ya kuletea watu. Wanakuja na mapenzi ya Kristo, kutenda na kutimiza mapenzi ya Kristo, sio vitu wanavyotaka, vile Kristo anavyotaka. Na wanakuja na neno la Kristo, maana kila mjumbe anatumwa na ujumbe. Na wanakuja na hekima ya Kristo. Nitawapa mistari kuhusu mambo hii yote nimeandika. Hekima ya Kristo. Mitume ni wajenzi wenye hekima. Mitume ni wajenzi. Vile aliyejenga nyumba hii hakuna hekima ya kujenga hii, mitume hakuna hekima ya kujenga nyumba ya Mungu. Aliyejenga jengo hili unaweza mpatia karatasi, aangalie, akwambie itagharimu sementi mifuko fulani, mchanga lori fulani, rangi lita fulani, mbao namba fulani, misumari kilo fulani. Anaangalia karatasi na anakwambia ukileta hivi vitu vyote ulia kuandika kwa maneno machache. 8. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa kuruka 5 2 3 4 5, alafu ndio naenda kwa 4. Kwa hayo myasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri ya Kristo. Mtapata kutambua ufahamu wangu katika siri yake. Hiyo siri ya Kristo imefunuliwa kwangu. Nilipewa uwakili wa neema kwa ajili yenu. Mstari wa 10 unasema hivi. Nina uwakili wa neema. Mimi ni wakili wa neema ya kuleta ufunuo wa Kristo kwenu. Na nimekwisha waandikia kidogo, anasema hivyo, mnaposoma. Na anasema mnaposoma mnapata kujua ufahamu wangu wa siri ya Kristo. Endelea. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Kuna ufunuo wa siri ya Kristo ambao Kristo katika wakati huu au wakati ule Paulo alikuwa anaandika ulipeanwa kwa mitume na manabii watakatifu. Na neno hilo watakatifu pale haimaanishi wasafi, inamaanisha walioteuliwa. Waliowekwa, waliotolewa kwa umati wakawekwa kando. Sasa kuteua ndio neno hapo takatifu. Okay. Sasa ufunuo wa Kristo mitume wanatenda nayo. 8:9. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, ndio
Na alipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Usiopimika. Kwa Kiingereza kama hiyo mwalimu mwingine nayo inasema usioweza kutafutwa. Unsearchable. You have the word unsearchable? Unsearchable. Unsearchable ni kile ambacho hata ukitafuta upati. Yaani ni kama nimechukua sindano, nimetupa katika mchanga, alafu nakwambia utafute. Hata ukitafuta upati. Paulo ndiye anasema mimi ninahubiri hiyo siri ambayo hata ukitafuta upati. Kwa sababu haiji kwa masomo au kwa bidii, inakuja kwa uwakili wa neema ambayo mtume anapewa. 9. Na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambazo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kuna siri ambayo Mungu alificha. Kuna siri ambayo Mungu alificha. Lakini Paulo kwa sababu ameitwa kwa mtume akapewa uwakili wa neema ya kufikia siri hiyo ili aletee kanisa. Anasema ingawa mimi ni mdogo kuliko aliye mdogo katikati ya watakatifu, nilipewa neema nipate kuhubiria mataifa utajiri wa Kristo usioweza kutafutwa. Mitume wanatumwa na ufunuo wa siri, ufunuo wa Kristo. Wanatumwa kwa jina la Kristo. Kutumwa kwa jina la Kristo inamaanisha kwamba hawaendi kujitambulisha, wanaenda kumtambulisha mtu. Mathayo 23 mstari wa 37. Mathayo 23 na 37. Akamwambia, Mathayo 23 mstari wa 10, pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka. Katika mstari huo utaona mitume na manabii. Paulo anasema Yesu anasema, Yerusalemu, Yerusalemu, wewe unayewaua manabii na kuwapiga mawe akina nani? Waliotumwa mitume. Mnawaua manabii na mnapiga mawe waliotumwa kwenu. Manabii na mitume amwataki. Na hii ni tabia ya dhehebu la sasa. Haitaki kusikia mambo ya manabii na mitume. Wanasema mitume walikuwa 12, tanashara walikufa, imeisha. Siku hizi tunasoma vile waliandika na tunaishi nayo. Mambo ya mitume tumefunga. Hakuna mitume tena. Manabii hatutaki mambo yao. Manabii walikuwa katika Agano la Kale, Agano la Kale lilifungwa, imeisha. Tumemaliza mambo ya manabii. Leo hii tumebaki na wainjilisti na wachungaji. Unajua kwamba kwa Biblia hakuna chuo cha Biblia? Hakuna chuo kikuu cha Biblia, hakuna. Hakuna kwa Biblia. Kwa Biblia kuna wanafunzi na walimu. Hiyo ndio darasa. Na kutoka pale watu wanaenda kutumika. Leo hii uko kwa darasa kwa kanisa, lakini ili uwe mhubiri tunakupeleka kwa chuo. Uende usome kule, utoke na degree, ndio uende utumike. Nani anapatikana kule shuleni? Mwalimu. Tunapoendelea na urejesho, vyuo, university, Bible colleges, Bible universities, shule za theolojia zitafungwa. Kwa sababu gani? Mitume wakirejeshwa, huduma zote 5 zinarudi kanisani. Na zikirudi, watu hawataenda kutafuta mwalimu kwenye chuo kikuu awafundishe mambo ya Biblia ndio wahitimu kutumika. Watapata mwalimu kanisani. Siku moja mwanafunzi mmoja katika darasa letu kule Kenya akaja akasema, mwalimu,
Nimesikia kuna chuo cha Biblia kizuri sana kule Uganda. Nimepanga kujiunga na hicho chuo wakati fulani. Nikamuuliza karo ya chuo ni shilingi ngapi? Kule Afrika Mashariki tunatumia shilingi, huko tunatumia kwacha. Akaniambia, nikapiga hiyo hesabu, inakuta kama $500 kwa mwaka. Nikamwambia, hiyo $500 nipe tu $400. Okay? Na nitakufundisha vizuri kuliko hicho chuo. Si hiyo ni deal mzuri? Badala ya $500 na bado nasafiri, anipe tu $400 na mimi nitamfundisha vizuri kuliko kule. Alikataa. Anataka aende huko. Shida iko wapi? Samuel Asani na Isaac Abongela na wale waliokuwa nao, baada ya kumaliza kusoma kwenye shule ya kiutume kwenye kambi ya Nyarugusu, baada ya mwaka wa kwanza, na wakaanza kutembea katika Tanzania huru kufundisha. Maaskofu anawauliza, mtu wa Mungu, sema tu ukweli, usinini, uko na degree ngapi? Akasema, mimi sina degree. Sema tu ukweli, maana mimi niko na masters, lakini sijafikia neno kiwango hicho umefikia. Unaona mafundisho ambayo unapata hapa hivi bure hivi tu. Unaona hii mafundisho unachelewa na hujali, kwa sababu hakuna hasara unayopata. Ikiwa kila mmoja wenu angekuwa amelipa ndio ajiunge na darasa, aje kwa semina hii. Ungeona bila watu waingia hapa saa 12. Tena wanaanza kusikia kelele. Bwana mnatuchelewesha bwana. Hizi mlitakana mbona mmefungua mlango bwana? Mnatuchelewesha. Kwa nini? Wamelipia. Wanaona hela zao zinapotea. Bwana mnatuchelewesha bwana. Tunataka darasa ianze saa 1. Kwa sababu wamelipia. Wamelipia. Wakati walienda kwa chuo cha Biblia. Ninasema ukweli ama uongo? Saa ya darasa unachelewa. Utachelewa na umelipia. Si wewe unapata sana. Huwezi chelewa. Lakini ikiwa ya bure. Hata nikichelewa bwana. Kwanza wanasema kwanza mbona mnaanza mapema. Lakini kwa chuo cha Biblia wakati umelipia, ndugu yangu, unafika mapema mpaka mwalimu anaingia na kutoka ulishaingia unafanya mambo yako. Maneno mnayoyapata hapa, maneno mnayofundishwa hapa, bila kujivuna, yatawafikisha mbali kuliko digrii zenu nyingi za teolojia. Msiyacheze. Yesu anaambia Yerusalemu, ninyi mliua manabii. Hamkutaka kusikia neno, maana hamkutaka kukemewa, hamkutaka kurudi kwangu, hamkutaka kuacha njia zenu mbaya, hamkutaka kuacha dhambi, hamkutaka kunyooka. Mliposikia nabii anakuja mnamua. Maana mlitaka kuishi kwa mapenzi yenu, kwa njia zenu, kwa uasi na kwa dhambi na kwa unajisi na kwa kuabudu sanamu na miungu. Na wale niliowatuma kwenu, mitume, mlifanya nini? Mliwapiga mawe. Paulo aliuawa kwa kupigwa mawe. Na alikuwa amekwisha pigwa mawe mapema hata kabla siku ile alipigwa mawe mpaka kwa. Nilitamani kuwafunika chini ya mabawa zangu au mabawa yangu, kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkuwa tayari. Sikiza, manabii mliwaua, mitume mlipiga mawe. Nilitaka kuwakusanya chini ya mabawa yangu. Kristo ana mabawa mawili: mitume, manabii. Mabawa haya yanafunika kanisa lake kwake. Mbawa zinakusanya vifaranga kwa kifua. Kristo ana mabawa mawili: mitume na manabii wanaofunika watu wake.
alipotusomea Efeso 3 mstari wa 5, alituonyesha kwamba ufunuo wa siri ya Kristo ambao wengine hawana umepewa kwa mitume na manabii wake. Kristo anawatuma na ufunuo wake kuleta kwa kanisa lake. Wanaopokea ufunuo wake wanajitiisha chini ya mabawa yake. Yohana 20:21. Yohana 20:21. Nasoma. Ndio. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Mitume walitumwa na Kristo vile Baba alivyomtuma Kristo. Na Baba alipomtuma Kristo alimtuma na jina lake. Na Kristo anawatuma mitume vile Baba alivyomtuma. Anawatuma kwa jina lake. Mitume wametumwa na Kristo vile Baba alivyomtuma Kristo. Ndivyo Yesu anavyosema, vile Baba alivyonituma ndivyo ninavyowapeleka au kutuma. Baba alinituma nimtukuze, mnaenda kunitukuza. Baba alinituma nijenge kanisa lake, mnaenda kujenga kanisa langu. Baba alinituma nimwakilishe, mnaenda kuniwakilisha. Baba alinituma kwa jina lake, ninawatuma kwa jina langu. Mitume wametumwa na Kristo vile Baba alivyomtuma mwanae Yesu. Hiyo ni Yohana 20:21. Na ndio sababu Yesu akasema katika Mathayo 10:40, Mathayo 10:40, tutasoma 10:4 alafu tuende kwa 10:41 ili tuone tofauti kati ya mitume na manabii. Mathayo 10:40. Tunaangalia huduma ya mitume. Tunasoma. Ndio. Akawapokea, awapokeaye ninyi Ndio. anipokea mimi. Ndio. Naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Anazungumza kwa wale mitume wake 12. Anawaambia anayewapokea ninyi ananipokea mimi. Ukimpokea mtume umempokea Kristo. Sio kwamba mtume ni Kristo, lakini mtume amekuja kumwakilisha Kristo kwa niaba ya Kristo, kumwakilisha. Ni mwakilishi wake, ni mjumbe wake, ni mtume wake. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, na apokeaye mimi anampokea yeye aliyenituma, yani Baba. Tukiwapokea mitume halisi wa Kristo tunampokea Kristo, na tukimpokea Kristo tumempokea Baba asiyeonekana. Maana mitume wanakuja kwa jina la Kristo, ni wajumbe wa Kristo waliotumwa na Kristo kwa niaba ya Kristo ili wamwakilishe. 41. Sasa hapo ni mitume. 41 ni manabii. Sikiza kwanza, tukiwapokea mitume tumempokea Kristo, lakini 41 inazungumzia Ampokeaye nabii, lakini ukimpokea nabii kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii, atapata baraka ya nabii, kile nabii amebeba. Sasa ukimpokea mtume 40 unapokea Kristo, lakini ukipokea nabii unapokea kile amebeba. Hapo kuna tofauti. Awapokeaye ninyi hunipokea mimi, lakini anayepokea nabii anapokea thawabu ya nabii. Hasemi anapokea Kristo. Kwa mitume anayepokea ninyi ananipokea mimi, lakini kwa manabii anayepokea nabii anapokea thawabu ya nabii. Manabii wanaleta neema, manabii wanaleta ufunuo, manabii wanaleta mwelekeo, manabii wanaleta. Maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu.
Sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ninyi ni jengo la Mungu. Mbona tunaitwa shamba? Kwa sababu Mungu anatafuta nini? Matunda. Mbona tunaitwa nyumba? Mungu anatafuta maskani au makao. Tunaitwa shamba, tunaitwa nyumba au jengo. Tunaitwa shamba maana mtu anatafuta matunda, na tuliona matunda ni ishara ya ukomavu. Mti haung'ang'ani kuzaa matunda, unakuwa tu. Wakati ukomavu kufika, matunda yanaanza kuonekana. Uwezi kung'ang'ana kutoa matunda. Ukikomaa utatoa matunda. Binti yangu wa pili alituchekesha sana. Wasichana wa mama na leo alituchekesha sana. Msichana anapoanza kubalehe, matiti yanaanza kutokea. Binti yetu wa pili hakupenda hiyo maneno. Alikuwa anavaa nguo nyingi, hata jua linawaka namna gani, amevaa nguo nyingi mpaka amefika hataki nini yake ionekane. Hataki. Tukamwambia mama yake, nikamwambia mama yake, ongea na msichana wako. Maana hii tabia ya kuvaa jaketi 5 kwa jua haimsaidii. Shida iko wapi? Na mimi ni baba, mimi ni mkali sana. Kila mara anambia, hebu toa hizo jaketi. Wewe jua kwa jua unavaa hizo jaketi, una shida gani? Mimi niache tu, mimi niache. Namwambia utatoa. Hiyo ni uenda simu. Nani anavaa jaketi kwa jua kali kama hii? Nikamwambia mama, hebu ongea na mtoto wako. Akaongea naye, akamwambia anashangaa tu vitu vinachipuka kwa kifua hivi. Hawezi zuia hiyo, maana unakuwa. Unapotaka kukua vitu vinafanyika tu. Unakomaa. So, mtu unapotaka matunda, wewe kuwa tu, matunda yataonekana. Uwezi ng'ang'ana nayo. Maana unakomaa. Unakomaa. Ninyi ni shamba. Mwalimu pengine, ukiona wanafunzi hawafanyi wengine kuwa wanafunzi, inamaanisha nini? Ukiona kila mara unawakumbusha, nilikufundisha na wewe pia uende kufundisha mwingine, na afundishi. Nilikufundisha ili uweze kufundisha mwingine, uhubiri mtu aokoke vile ulivyo kuokoka, umbatize vile nilikubatiza, ahubiri mtu na abatize. Shida iko wapi? Sisi ni shamba. Mungu anatafuta matunda, na matunda ni ishara ya ukomavu. Pili, sisi ni jengo au nyumba, maana Mungu anatafuta maskani pamoja na wanadamu. Mungu anatafuta makao pamoja na wanadamu. Nyumba au maskani ya Mungu haiko mbinguni. Nyumba au maskani ya Mungu inapatikana pamoja na wanadamu. Mstari wa 10. ya Wakorinto Ndiyo. 10 nasema, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Hebu rudia, mimi ni nani? Mimi kwa kadiri ya neema niliyopewa, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Mitume si wajenzi tu. Mitume ni wakuu wa wajenzi wenye hekima ya ujenzi. Wakati nyumba inajengwa, kuna mtu mwingine huwa anatembea pale akiangalia wajenzi wengine wakifanya kazi. Anaitwa Maitre Mason au engineer. Hao ndio mitume. Sasa wajenzi walio hapo mnaelewa hii haraka sana. Yeye anasema mbona watu 10 wako pale na pale kuna watu wawili. Wewe unafanya nini pale? Hadi ninaangoja wewe, hapana. Hakuna kuzembea. Hebu toka pale, enda pale. Na wewe mtu wa stima, sasa tunataka kuona kazi yako.
Anza kuweka pipe za stima, laini za stima zipite vizuri sana. Usingoje mpaka ukuta zimeisha ndio unafika na pipe zako unataka kupitisha. Utabomoa nyumba. Leta pipe zako zipite wakati ukuta unawekwa. Na pipe za umeme zimepita tayari. Zinapita kwa ukuta kabla ukuta kukamilika. Haya. Anatafuta mtu wa plumber, mtu wa mifereji maji. Anatafuta mtu wa umeme. Anatafuta mtu wa drainage ya kutoa maji taka. Huyu ndiye mkuu wa wajenzi na ana hekima, anaelewa vile nyumba inavyotakana kujengwa, anajua mjenzi yupi anafanya kazi wapi, na anajua mjenzi yupi anahitajika wakati gani. Yeye ni mkuu wao. Wanapojenga anakuja kukagua, na anajua kujenga, ili wasipojua kujenga vizuri anajenga akionyesha mfano jinsi ya kujenga, alafu anawaacha waendelee. Huyo ndiye mtume. Kwa kadiri ya neema niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, niliweka msingi. Kwa maneno mengine, niliwaonyesha jinsi ya kujenga, kwa sababu kila jengo la Mungu linajengwa kwa mfano fulani. Hujengi vile unavyotaka. Kristo alipotoka duniani akapaa mbinguni, aliwaachia mitume, sio wachungaji, sio maaskofu, sio wainjilisti, sio na manabii. Aliwaachia mitume mfano vile anavyotaka nyumba yake ijengwe. Aliwakabidhi hekima ya kujenga nyumba yake. Hakuwaachia manabii, aliwaacha mitume peke yao, bila kuwapatia manabii, bila kuwapatia wainjilisti, bila kuwapatia walimu. Walikuwa peke yao. Ilikuwa juu yao kuhakikisha wametafuta hao wainua ili wasaidie kujenga nyumba. Mimi nikitaka kujenga nyumba, sitafuti mtu wa kila kitu, natafuta mtu mmoja. Anaitwa nani? Engineer. Maître maçon. Nitatoka hapa kama najua Kifaransa. Na mkija Kenya nitawapatia Kiingereza mingi mpaka mjue Kiingereza. Maître maçon anapewa karatasi hivi na mwenye nyumba. Mwenye nyumba alienda akanunua karatasi vile nyumba yake anavyotaka iwe. Yule akachora vile anavyotaka nyumba yake iwe. Akaangalia akasema nataka hivi vyumba hivi kadhalika sawa sawa. Akanunua karatasi ndio anatafuta maître maçon. Anampatia hiyo karatasi. Anamwambia sasa nataka hiyo nyumba. Anauliza unataka kama, unasema naitaka bali. Huyu anakagua shamba, anasema pana. Ukitaka hii nyumba vile hivyo, hii shamba ni ndogo, itabidi tuongeze shamba. Huyu ambaye amepewa hii Maître maçon huyu anasema hii nyumba, kwa sababu vile nimeangalia vile upepo unapovuma hapa, itabidi tuweke milango ikiangalia huku ili upepo usibebe paa. Huyu Maître maçon ana hekima sana, anaelewa anga, anaelewa hii nyumba tukiweka hivi upepo utakuwa unaingia hapa na inabomoa hivi. Kwa hivyo tukiweka mlango hapa na upepo unatoka kule ukija hivi, basi tuweke mlango mwingine huku ili upepo ukiingia ufanye nini? Utoke. Usitoke na nini? Hapa. Hiyo ni hekima yake. Mimi kile nataka ni nyumba. Huyu Maître maçon ndiye atatafuta huyu mtu wa umeme, ndiye atatafuta huyu mtu wa kukoroga, ndiye atatafuta huyu mtu wa maji, ndiye atatafuta huyu mtu wa kupitisha nini mifereji. Hiyo ni kazi yake, sio kazi yako. Mimi sijui, mimi si walipi. Mimi namlipa nani? Na huyu analipa kina nani? Kwa hivyo anaponiambia bei ya kujenga, ashaweka ndani bei ile atalipa hapa. Hiyo sio kazi yangu. Mimi ninakubaliana naye, nikirudi baada ya miezi 6 ninapata nini? Imekamilika kama haijakamilika? Vile nataka kama vile unataka. Basi narudi, unaweka funguo kwa mkono wako. Haya, mimi naenda kukaa. Na ndivyo Kristo alivyofanya. Kabla kutoka akakabidhi mitume. Akakabidhi mitume. Sasa mitume ndio
ndio wanainua manabii, wainjilisti, walimu, wachungaji. Hawa watu wote, kila mmoja anamwonyesha sasa, wewe utafanya kazi hapa 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 hapa, ili tujenge nyumba ya Kristo. Sio nyumba ya mtume, nyumba ya nani? Kristo. Na wakati hao wanataka kujenga, anawapatia mfano, anawaonyesha vile ujenzi utakaanza. Ndio Paulo anasema, hebu soma tena huu mstari wa 10. Korintho kwanza 3 mstari wa 10. 10 inasema, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Asante. Sasa unaona, chunga sana vile unavyojenga. Ndio maana anatembeanga akikagua, maana usipojenga vilivyo vile inavyotakikana, utarekebisha kabla ya mwenye nyumba kuja. Na mwenye nyumba ni Kristo. Wakati Kristo atarudi, mitume watapigwa na viboko vingi kuliko mtu yeyote. Kwa nini? Ndio waliosimamia ujenzi. Usitamani kuwa mtume, viboko vyako ni vingi. Maana wewe ndiye ulipewa mchoro wa nyumba. Huwezi mwambia ati bwana, hii haikuwa mimi, nilikuwa mtu wa stima. Anasema mimi najua mtu wa stima. Wewe ndiye ulikabidhi kazi, unasimamia mtu wa stima. Ikiwa haikupitishwa vizuri, kosa ni lako, maana wewe ndio mwenye hekima. Wewe ndiye mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Una hekima, unajua mtu wa stima nitakana napitisha stima namna gani. Hiyo ndio kazi ya mitume. Sasa mitume ni watu kama hao. Unamvuna sio moja. Kwa hivyo kila mara watu mstaki. Ukiwa na mamlaka hiyo, lazima utapeleka unyenyekevu. La sivyo utakuwa mtawala wa kibabe, utanyanyasa watu, utavuruga na kuua watu. Mwenye mamlaka lazima atembee kwa unyenyekevu. Umepewa mamlaka, na usipotembea kwa unyenyekevu utatumia mamlaka vibaya, kunyanyasa, kuharibu na kuvuruga na kutesa watu. Mungu alimtoa Sheba kwa kuweka hazina yake. Isaya 22 kuanzia mstari wa 15. Isaya 22 ndio kuanzia mstari wa 15. Utasoma pole pole ukija hadi 15 kwa jina la Yesu. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Haya, enenda kwa huyu mtunza hazina, yaani Shebna, aliye juu ya nyumba, ukamwambie, unafanyaje hapa? Nawe una nani hapa? Hata ukachimba kaburi hapa, ukamchimbia kaburi huko juu, na kumchongea makao katika jabali. Tazama, Bwana atakutupa kwa nguvu kama mtu mwenye nguvu, na atakuzonga-zonga. 18. Hakika atakukunja na kukutupa kama mpira mpaka nchi iliyo mbali, huko utakufa. Na magari ya utukufu wako yatakuwa kuku huko, ewe uliye aibu ya nyumba ya Bwana wako. Huyu Shebna alikuwa mweka hazina. Hazina za Mungu sio tu hela. Hazina za Mungu kwanza kabisa ni siri za ufalme.
Mathayo 13:11. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mmepewa haki ya kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wengine hawajapewa. Hazina ya kwanza kabisa yake ya ufalme, ufunuo, neno, mamlaka, utukufu, heshima, vitu vya Mungu ambavyo anakabidhi watu wasimamie. Na kutoka pale inakuja kwa vitu vinavyoonekana kama pesa, dhahabu, mali na kadhalika. Ningependa ujue ya kwamba kila kitu unachoita mali yako ni mali ya Mungu. Wewe ni wakili, mweka hazina. Nataka kujua kwamba yule mbuzi si wako. Wewe ni mweka hazina wa mali ya Mungu. Si mnakumbuka wakati ule Yesu mwenye punda mwenye neno pale ni Bwana. Adonai au Kurios inaashiria Kristo na inaashiria mumiliki wa vitu. Mwambie mwenye punda ya kwamba mwenye punda anataka punda zake. Wewe unafikiri wewe ni mwenye punda, lakini kuna mwenye punda kuliko wewe. Huyo mbuzi si wako. Huyo mbuzi ni wa nani? Ni wa ufalme. Inamaanisha wakati kazi ya huduma inahitaji mbuzi ichinjwe, watu wakule kwa semina, usifiche mbuzi, toa mbuzi. Amen. Mnanielewa? Bwana Yesu sifiwe. Amen. Watu walichangia. Kuna watu waliotoa hela, vyombo vikanunuliwa. Kuna watu walitoa hela, vitu vingine hapa vikanunuliwa. Naona hivi mkiafia hivi. Si ndio? Si ndio mama? Kuna watu walitoa hela, jengo likajengwa. Wewe ulitoa hela, nini ikafanyika? Hapana. Mimi za kwangu ni zangu, nimezifanyia kazi. Hawa hawakufanyia zao kazi. Mwenye mali yote wewe na mimi tuweka hazina. Tunaweka hazina. Na unapoweka hazina mwenyewe, jiandae sana. Shida ya Sheba, alikadhibiwa mali ya mfalme na akazifanya zake. Akajichimbia kaburi mahali pa juu. Akajipandisha cheo. Hakuna mtu akumfikia. Anakula mali ya mkubwa. Na sio mali yake. Unatumia hela ulizo nazo kana kwamba ni zako. Kazi ya Mungu ikiwa unahitaji huchangii. Lakini mambo yako yakitokea, uko tayari kwenda kwa madeni. Watu wanaenda kwa madeni ili wasomeshe watoto. Lakini hakuna mtu amehakikishia huyu mtoto akisoma atapata kazi. Watu wanaenda kwa madeni ili wafanye harusi. Lakini hakuna mtu amehakikishia kwamba ndoa itasimama. Watu wanaenda kwa madeni ili wajenge nyumba. Lakini hakuna mtu amekuhakikishia kwamba utaishi kwenye nyumba miaka mingi. Mbona usiende kwa madeni kwa ajili ya kazi ya Mungu? Maana Mungu amekuhakikishia ya kwamba hatakuacha. Atakuwa nawe upita kwa moto ama kwa maji. Mbona usitumie hazina kwa ajili yake? Shana alikuwa mwekazi. Kuna vitu alikadhibiwa vya kifalme. Uko na talanta, uko na karama, uko na mke, uko na kazi. Ukiwa mume umepewa mke ni hazina. Umepewa
unamletea Mungu. Na wewe pia umepewa ya kulindia nani? Uko na hela. Hizo hela ni za nani? Uko na uhai. Unapumua nje na hii. Na hiyo ni ya nani? Uko na afya. Kuna mwingine ako na mali alishindwa kuamka leo. Amejaribu madaktari kushirikana. Wewe unaamka tu na kukimbia mbio. Hata kusema tu asante Mungu kwa siku leo. Hakuna. Unaamka kama kuku, ushafungua mlango naenda. Shebna alikuwa mweka hazina. Alikadhibiwa mamlaka na kiongozi wake. Alikuwa anasimamia utajiri, watu wengi walikuwa chini yake, lakini akajifanya mkubwa, akajifanya mwenye kila kitu, akaanza kutumia vibaya mali ya bwana yake. Nabii Isaya akatuma kwa akasema, Mungu anasema hivi, atakukusanya na kukukunja kama mpira, atakupiga kama Lionel Messi mpaka huko utakotwa kwa nchi ya mbali, na huko ndiko utakufa na kusahaulika wewe pamoja na magari ya bwana yako ambao umefanya zimekuwa aibu kwa nyumba ya baba yako. Vitu vilivyowekwa chini yake kama wakili, kama mweka hazina, aligeuza vikakuwa vitu vyake, anavitumia kunyanyasa watu. Wapendwa, hakuna kitu kinamiliki, kila kitu ni cha Mungu. Kila kitu cha Mungu. Inatakana tufike mahali hakuna kitu tunacho ambacho Mungu hawezi kuzaa. Punda wale, yule punda na mtoto wake walinunuliwa na yule mtu soko. Na huyu mtu ndio huwa anawalisha maji, anawanywesha maji na kuwalisha nyasi na kuwashughulikia na kuwatibu. Lakini aliambiwa kuna bwana wa hao punda. Wewe ndio unatumia hela zako kwa kununua. Wewe ndio unakata nyasi unawapatia. Wewe ndio unachota maji unawanywesha. Wewe ndio unatibu kwa wagonjwa. Lakini kuna mwenyewe unafanya hayo yote kwa niaba ya mwenyewe. Na leo hii mwenyewe anazitaka. Sasa mimi nikichukua vitu vyangu tena nakulipa. Nakulipa ndio nichukue vitu vyangu. Yesu alichukua bila kulipa. Yesu alichukua kondoo na mtoto wake bila kumlipa huyo mtu. Maana nchi na vyote vilivyo ndani yake ni vya Bwana. Zaburi 24 mstari wa 4. Nchi na vyote vilivyo ndani yake ni vya Bwana. Zaburi 24 mstari wa 4. Kwa hivyo yule hakuleta shida. Alipokuwa kwamba Bwana anawataka, akasema haya basi. Sawa, nashukuru Mungu kwa nafasi hiyo nipa ya kulinda mali yake. Bwana tukuzwe. Nashukuru Mungu kwamba nimewatibu vizuri, nimewalisha, nimewanywesha wako salama, amewapata wakiwa hai, si wagonjwa, hawajakonda. Nashukuru Mungu kwa nafasi ya kumlindia mali. Ukiwa mchungaji umepewa hazina ya Mungu, ni watu wake. Walinde kama watu wa Mungu. Ili Kristo anapowakujia unamshukuru Mungu, nimekulindia watu wako vizuri vile ulivyoniambia. Ukipewa uongozi kwa department yoyote, umepewa hazina ya Mungu. Watu ni mali ya Mungu. Watumie watu vizuri. Shebna alitumia vibaya mali ya Mungu. Akanyang'anywa, akafundwa kama mpira na akapewa Messi. Messi akampiga hiyo. Vijana wananielewa, wanapenda kweli. Na baada ya kufanya hivyo, Mungu anafanya nani? Mara kwa Mungu hakuna pengo. Soma mstari unaofuata duniani. Ulifika mstari wa ngapi? Wa 18? 19. Aidha, ulifika wa 19. Soma wa 19 alafu enda kwa 20. Enda kwa 20 hadi 22. Isaya 22. Tunasoma 19. Nami nitakusukuma